Leo Diarra kupitia yeye amekwenda kusababisha matatizo makubwa kwenye familia ya refarii yule ambaye amechezesha ule mchezo. Adhabu iliyotolewa kwa Diarra haikumpata peke yake, imempata mpaka na muamuzi. Na waamuzi kwenye hili watajifunza sana. Kwenye mpira wetu, kwenye ligi yetu hakuna mchezaji mkubwa kuliko mwingine. Leo wewe kama refarii unashindwa kutumia sheria 17 na mamlaka ulopewa ya mpira wa miguu kwa kushindwa kumwadhibu Diarra, labda kwa kudhani huyu ni mchezaji ni mkubwa, huyu ni mchezaji wa timu ndogo. Kitendo kile kimepelekea muamuzi kushushwa daraja, muamuzi kufungiwa, si ndio? Hii ni dosari kwa muamuzi, lakini pia ni changamoto kwenye familia yake. Kwa hiyo waamuzi wengine kupitia kwa muamuzi yule, mimi naamini watajifunza kiasi kikubwa sana kuzitumia sheria 17 kwa kila mchezaji anayekosa nidhamu kwenye viwanja vyetu ambavyo vinavyoendelea. Sasa kuna wanayanga wametoka fronti, wanajiona kama wao ndio wanapaswa kuizungumzia Yanga, hata kama inaharibu. Wanasema kwamba Diarra ameonyesha uchungu na anatakiwa aungwe mkono. Wengine wameeneza posti za huyu ndio shujaa wetu. Ni sawa? Kwenye football mara nyingi kanuni yake ni mchezo wa maoni. Yupo mtu anaamini kitendo alichokifanya Diarra ni sahihi, na yupo mtu anaamini kitendo alichokifanya Diarra si sahihi. Lakini wakati mwingine nyinyi kama wanahabari mnatakiwa muegemee kwenye haki, na kwa kuwa mmekuja kwa mtu mwenye kupenda haki, mimi naungana na nyinyi wanahabari kwamba kitendo alichokifanya Diarra sio sahihi. Umeniuliza kuhusu hao watu, kila mtu mjini anaishi kwa maisha yake, si ndio? Huwezi ukamkatalia mtu anokuja mbele akasema kitendo alichokifanya Diarra ni sahihi, huwezi ukamkatalia. Inawezekana na maslahi. Lakini hili rejea kwenye statement ya aliyekuwa msemaji wa Yanga, mhamasishaji wa Yanga, Haji Manara. Alisema ma-influencer wa zamani na ma-influencer wa sasa ni tofauti, si ndio? Akaenda mbali akasema ma-influencer wa sasa wanalipwa, na kila influencer anayelipwa utamuonaje? Ni yule ambaye anatoka mbele akasema Diarra kaonewa kufungiwa, si ndio? Utamuonaje? Ni yule ambaye atakayetoka mbele akasema kwenye tukio hili Diarra ni shujaa wetu. Yaani ni aibu kushindwa kumwambia Diarra kwenye lile goli wewe umehusika, wewe unasema Diarra kaonewa, wewe unasema Diarra kasukuma. Ile ni aibu kabisa. Lakini kwa kuwa kuna watu wanaishi kwa sababu ya kusema maneno ya uongo, tuache. Kuna watu wanapata faida kwa kusema maneno ya uongo kwa kuwatetea watu, tuache. Ila sisi kama wadau wa mpira, sisi kama waumini wa football, tunaamini kitendo alichokifanya Diarra hakikustahili kabisa kwenye mpira wa miguu. Na kitendo alichokifanya Diarra, mimi naamini kama ingelikuwa si kuoneana haya tu, adhabu ingetoka zaidi ya hii ambayo imetoka leo. Na alistahili adhabu kubwa zaidi. Lolote linawezekana, shehe. Lolote linawezekana. Kama wewe mpenda haki sasa, Dosa, Diarra alistahili mlima mkubwa wa adhabu kushinda hii. Mimi naheshimu maamuzi ya kamati ya basi 72. Naheshimu sana. Naona hiki walichokifanya kinatosha. Naheshimu. Umesema tunazungumza haki. Vipo vifungu na kanuni za sheria kutoka kwenye bodi ya ligi, si ruhusa kiongozi yoyote kuingia kwenye pitch. Labda kuwa kuna taarifa maalum. Ni agharabu sana kama Hersi alikuwa na taarifa dhidi ya mchezo wa Mtibwa kuingia uwanjani. Je, naye alipaswa kupewa onyo ama kupewa adhabu kwa kile alichokifanya kuingia uwanjani? Hersi ni rais wangu kupitia klabu ya Yanga, na mimi nampongeza kwa sababu moja ya mtu ambaye ameleta chachu sana mabadiliko kwenye mpira wetu, na ametufanya Yanga kuwa ni wakubwa kwenye kipindi kifupi. Leo sisi kama wana Yanga tulikaa takriban miaka 50, kariban miaka 50 hatujacheza robo finali ya CAF Champions League. Tukakaa zaidi ya miaka 25 hatujacheza makundi ya CAF Champions League, lakini kupitia yeye na jopo lake wametuheshimisha kwenye hii. Lakini kuna nyakati nyingine ni kumfikishia tu ujumbe na kumfikishia salamu. Kuna jambo litamhitaji zaidi ya lile la Diarra. Kuna jambo litamhitaji kuliko lile la Diarra. Mimi naona kwa mambo madogo madogo kama yale
kwa nafasi yake, kwa heshima yake angeachana naye, kwa sababu kila ilivyokuwa Diarra angekuwa na hasira namna gani, la singeweza kurusha ngumi kule mwamuzi. Wakati mwingine wanasema mikwara ya mbuzi tu kunyakaranga, si ndio? Diarra tangeachiwa pale singerusha ngumi. Mpira wetu unaendeshwa na sheria na kanuni. Mpira wetu una vyombo vya ulinzi na kiusalama. Yaani Diarra aamue tu kwa hasira aende akampiga yule mwamuzi, sio kweli. Ila kwa sababu rais anawapenda wachezaji wake, ndio naye akaamua kuvunja kanuni, kushuka mpaka kwenye viwanja. Hili hata Florentino Perez hajawahi kulifanya akiwa rais kama Real Madrid. Nishai kushuhudia mechi moja Madrid anacheza na timu fulani hivi, Pepe alimpiga mchezaji wa timu pinzani mateke 17. Vurugu ikawa kubwa, Perez yuko juu lakini hakudiriki kushuka chini ya uwanja. Ameamini kwa nafasi yake hastahili kushuka pale, ila kwa alichokifanya rais inawezekana amekosea, na inawezekana pia kama kamati ya masaa 72 kama shirikisho la soka Tanzania TFF kwenye hili pia wangeliangalia sana, kwa namna yote wangekuja na taarifa kumhusu yeye. Sio kutenda haki naye kupewa adhabu kama inavyopaswa, na umezungumzia haki ili hata hivyo vilabu vidogo vijifunze kwa vilabu vikubwa kwa kila kitu. Dosa, haki imeshatoka kwa Hersi, hatujaiona hiyo haki. Inawezekana kwenye kanuni haija kuwepo, ndio maana nikasema bodi ya ligi, kamati ya masaa 72, shirikisho la soka Tanzania, kuna haja ya kuangalia ni namna gani itaweka kanuni ama sheria ya kumwadhibu kiongozi wa juu wa klabu atakayeshuka chini kwa sababu ya mchezaji amefanya sitomfahamu na wachezaji wenzake. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema yes, rais alistahili kupata adhabu. Naweza nikasema yes, rais hakustahili kupata adhabu kwa sababu inawezekana kwenye kanuni hawajaionyesha hivyo vipengele. Lakini kwenye mpira wa miguu sio rahisi na haipendezi kabisa rais wa klabu kutoka alipo kuja mpaka chini kwenye pichi kuja kuamua ugomvi wa wachezaji kwa wachezaji. Kwenye hili Engineer Hersi ameukosea kidogo mpira. Engineer Hersi ameukosea mpira. Kwenye hili amekosea kanuni. Kwenye hili amekosea kanuni ya mpira. Afungiwe na yeye. Hakufungiwa, ni maamuzi ya kamati ya masaa 72. Kufungiwa ni maamuzi ya bodi ya ligi na shirikisho la soka Tanzania TFF. Kama sasa wewe mdau wa soka. Wao ndio wenye mamlaka na wao ndio wenye nafasi, wakaona hapa kiongozi huyu ameteleza, tunastahili kumwambia 1 2 3 usifanye. Yes. Kwa kumalizia Dosa, kama wewe Dosa hapo kwenye Engineer Hersi Said, moja ya kitu ambacho kimezua mjadala juzi kati ni Ali Shabani kama kutoka hadharani na kusema kwamba Engineer Hersi Said hajahusika kwenye huu usajili wa wachezaji ambao tumewashuhudia, ambao wewe ni mmoja wa mtu ambao unasema wamefeli. Unasemaje kwenye hili Dosa? Mimi ninachoamini, msemaji wa klabu ameamua kumkingia kifua rais wa klabu. Mimi ninachoamini, kwa sababu kwenye taasisi yoyote rais ndio mwenye mamlaka ya kufanya jambo lolote. Unaposema rais hakuhusika kwenye usajili kahusika kocha, unaweza na sisi tunaweza tukakuuliza kocha kasajiliwa na nani? Kama kocha kakosea na mtu alomleta kocha pia kafanyaje? Kakosea. Kwa hiyo hili mimi naona kama vile msemaji ameamua kumlinda na kumtetea na kulinda heshima ya klabu. Lakini vile vile fikra zangu zinakwenda mbali. Kauli hii aliyosema msemaji itapelekea zaidi kwa wanachama na mashabiki kwenda kumdhihaki na kumtukana kocha wao baada ya michezo inakwenda mbele. Leo tumepata suluhu mechi 2, mechi 3, mechi 4, si ndio? Hakuna mtu anodili na kiongozi, tunadili na kocha. Tunajiuliza, je, kupitia statement hii ya msemaji, linapotokea tumepoteza mchezo, litakapotokea tumetoa sare mchezo mwingine, si ndio? Na ikiwa msemaji ametuaminisha kwamba usajili huu hakuhusika rais, amehusika nani? Kocha. Nini hatima ya kocha? Naona kabisa kocha nafasi yake ni rehani zaidi kuliko na alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo kauli hii inawezekana ikamlinda rais wa klabu, inawezekana
ikamweka matatani kabisa kocha wa klabu yetu ambaye anaitwa nani? Ni Pedro. Kwa hiyo kwangu mimi nasema tu kwa kifupi, kauli hii imekuja kwa ajili ya kumlinda rais wa klabu na kumdidimiza kocha wa klabu. Bwana Dosa, miongoni mwa mambo ambayo uliyasema ni udogo wa kocha Pedro dhidi ya ukubwa wa kikosi cha Young African. Hajafukuzwa, ameongezewa kocha msaidizi ambaye ni Mwalimu. Wewe umeliona vipi hili swala na ni sawa lilivyofanya maamuzi na viongozi wa klabu yako? Yanga wanacheza technique mind. Wanajua wanachokifanya na wanajua wanachokihitaji. Situation kama hii kwa Yanga sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Na nyie ni mashahidi. Mkimfuata Molini, mkimuuliza ni mara ngapi umekuja kama kocha msaidizi, atakwambia sio mara ya kwanza. Mbali zaidi, kipindi anakuja yeye kama kocha msaidizi, kocha mkuu pia aliondoka kwenye kipindi kama hicho. Kwa hiyo hiki mimi naweza nikasema ni kini macho ambao viongozi wa Yanga wameamua kutenda kwa mashabiki wao, lakini ukweli wanaujua kwamba kocha huyu hana muda mrefu ndani ya klabu. Kocha huyu hana muda mrefu ndani ya soka letu la Tanzania. Lakini nani wamemuongeza? Hamdu. Hamdu nyinyi mnamjua? Ndio. Alikuwa ni kocha wa KMC. Kabla ya KMC alikuwa ni kocha wa wapi? Wa Azam. Si ndio? Ni kocha ambaye tangu alivyokutana na Yanga akiwa kama kocha mkuu kwa alipo, vipigo vyake havipungui goli 5, goli 7. Unajiuliza, yule kocha ambaye alikuwa anafungwa goli 5, yule kocha ambaye alikuwa anafungwa goli 7, ndio tumekuwa tunamchukua kocha yule aje tusaidie sisi. Wakati mwingine nikikaa usiku nawaza sana, lakini nikasema ya Ngoswe mwachie Ngoswe. Ngoja tuendelee kula mtori, nyama tutafanyaje? Tutazikuta chini. Tutajua tu mbivu na mbichi huko siku tunazokwenda. Asante sana.